بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، leo usiku wa Ijumaa kwa mujibu wa ratiba tunakuwa na kitabu al-Kabair, kitabu al-Kabair للإمام الذهبي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. Na majlisi ya mwisho iliyopita tulikuwa katika al-kabira al-khamisa, al-kabiratu al-khamisatu. Tulikuwa ni wenye kumalizia dhambi kuu la 5 ambalo ni man'u az-zakati, kuziwia zaka. Mtu mwenye mali akaziwia zaka ya mali yake, fahadhihi kabiratun min kabairi dhunub. Jambo hili ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Na tukawa tumeziona nusus, baadhi ya dalili alizoziweka Imam katika kitabu chake hiki. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala tunaingia katika al-kabiratu as-sadisa, dhambi kuu la 6. Anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah taala, al-kabiratu as-sadisa, dhambi kuu la 6, uququl walidaini, ni kukata haki za wazazi wawili. Uququ alwalidaini, kukata haki za wazazi wawili. Uququ alwalidaini bimaana qat'u haqqi alwalidaini, kukata haki za wazazi wawili. Min alihsani ilayhima, kwa kuacha kuwafanyia wema. Wa husni as-suhbati lahuma, na kuacha kuamiliana nao kwa vizuri, kutokuishi vizuri na wazazi. Wa irdaihima, na kuacha kuwaridhisha, yani kutokufanya mambo ambayo ni yenye kuwaridhisha wazazi wawili. Haya yote yanaingia katika maana ya kukata haki za wazazi. Min adami al-ihsan ilayhima, kuacha kuwafanyia wema, lakini pia kutokuwafanyia muamala mzuri, kutokuishi nao kwa muamala uliokuwa mzuri, na kutokuwafanyia yale ambayo yanawaridhisha wazazi wawili. Kadhalika wal istighfaf bihima, na kuwadogesha wazazi, ukaona kwamba ni watu duni, na kwako wewe ni watu duni thamani. Umeona wamechoka, ukiwaangalia wazazi wako wamechoka, kwa hiyo unaona hawa, yani kwa hadhi yangu nilionayo haifai kabisa kutembea nao.
ya unaona katika hadhi ulionayo na daraja uliofikia na wazazi wako hali walionayo, unahisi kana kwamba ni wachafu, yani ukitembea nao watu watakuonaje, na mfano wake, kama ambavyo hii ni hali wako nao baadhi ya vijana. Baadhi ya vijana wanakuwa na hali hii ya kuwadogesha wazee wao na kuwaona kwamba ni watu duni, si watu wa kutembea nao. Mtu hawezi kutoka na baba yake au na mama yake kwa sababu tu anaona kwamba watu marafiki zake watamtafsiri vipi, bwana anatembea na vikongwe, anahisi kwamba ni watu duni. Hii inaingia katika uquqish alwalidain, bali unatakiwa uwe ni mwenye kujifakharisha kwa wazee wako, uwe ni mwenye kujifakharisha kwa wazee wako, kwa marafiki zako, kwa kujaliwa neema hii, neema ya wazazi. Wazazi ni neema katika neema za Allah tabaraka wa taala anazo mruzuku mja wake, na mengineyo katika mambo ambayo yanaashiria kuwaudhi na kutokuwaridhisha wazazi wawili, imma bilqauli au bilfi'li, imma kwa maneno au kwa vitendo au ishara au kwa kuashiria. Haifai kabisa kufanya jambo lolote katika mambo ambayo hayawaridhishi wazee wako. Hii ndio maana ya uquq alwalidain, kukata haki za wazazi wawili. Na dhambi hili la uquq alwalidain ni dhambi kubwa ambalo linataallaki, linafungamana na haki za watu, ambayo haki hii na dhambi hili ameanza kulitaja Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala baada ya kutaja haki za Allah tabaraka wa ta'ala, akafuatisha kabira hii, dhambi hili la kukata haki za wazazi wawili, waasi wazazi wawili. Hii ni kabira, ni dhambi kubwa ambayo linafungamana na haki ya wanadamu. Ameweka hapa dalili Imam Adh-Dhahabi, maneno ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika maneno aliyoyaweka ya Allah anasema Imam Adh-Dhahabi, qala Allahu azza wa jalla, anasema Allah tabaraka wa taala mshindi aliyetukuka, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa qada rabbuka, na amehukumu na kulazimisha Mola wako ewe mwanadamu, alla ta'budu, ya kwamba msiabudu, illa iyyahu, isipokuwa kumwabudu yeye pekee. Wa qada rabbuka, na amehukumu na kulazimisha Mola wako, alla ta'budu illa iyyahu, ya kwamba msiabudu isipokuwa kumwabudu yeye pekee Allah tabaraka wa taala, illa iyyahu, isipokuwa mumwabudu yeye peke yake. Na hii ni haki ya Allah, haki ya Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, an na'budahu wahdahu la sharika la, ni sisi kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha. Wa bil walidaini ihsana, na pia ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa bil walidaini ihsana, na pia ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, na hii ni haki ya wazazi wawili. Wa bil walidaini ihsana, na pia ameamrisha
kuwafanyia wema wazazi wawili. Hii ni haki ya wazazi. Haki ya wazazi Allah tabaraka wa taala ameikutanisha na haki yake, ameikutanisha na haki yake baada ya kutaja haki ya Allah ambayo ni ibada, kumwabudu Allah tabaraka wa taala pekee, akafuatisha haki ya wazee ambayo ni ihsan, wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, na hasa hasa wanapokuwa katika hali ya ukongwe. Imma yablughanna indaka alkibara, na hasa hasa wazee hao wanapokuwa katika hali ya uzee, wanapokuwa katika hali ya ukongwe. Ahaduhuma, mmoja wao, au kilahuma, au wote. Wanapokuwa wazazi wako wamefikia katika hali ya uzee, ahaduhuma, mmoja wao, ima ni baba akawa amefikia umri wa uzee, au ni mama akafikia stage ya uzee, au kilahuma, au wote wakawa wamefikia umri wa uzee ukiwa nao. Wakati huo, hiki kipindi ambacho wazazi wako wanakuwa katika hali hii, hali ya uzee, yataakadu alihsanu ilayhima, jambo la kuwafanyia wema linatiliwa mkazo sana, linakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu kipindi hiki wanakuwa tayari wamebadilika, wanakuwa wamefikia hali ya udhaifu, wanakuwa wamefikia katika hali ya udhaifu, wanakuwa ni madhaifu wanapokuwa ni wazee. Kwa hiyo wanahitajia sana msaada wako. Wakati huo wanakuwa na haja kubwa kwako wewe. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akaitaja hali hii kwamba ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini hasa hasa wanapokuwa katika hali ya uzee. Katika kipindi hiki cha uzee, jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili linakuwa na nguvu zaidi. Yani kipindi hicho ndio unatakiwa sasa uwe karibu nao zaidi na uzidi kuwafanyia wema zaidi ya namna ulivyokuwa ukiwafanyia hapo kabla, kwa sababu kipindi walichofikia na hali walionayo ni hali ambayo inahitajia msaada wako zaidi. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, na hasa hasa wanapokuwa katika hali ya uzee, mmoja wao au wote. Fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin, basi usiwasikilizishe neno baya. Fala taqul lahuma uffin, basi usiwasikilizishe wazazi wako neno baya, neno ambalo linaashiria wewe kutokuridhishwa nao, hata kama litakuwa ni neno dogo. Usipaze sauti, usiinue sauti yako kuwasikilizisha wazee wako kwa neno, hata kama ni neno dogo, neno la daraja ya chini kabisa lenye kuashiria wewe kutokuridhishwa nao. Usifanye hivyo. Fala taqul lahuma uffin, usiwasikilizishe wazazi wako neno baya, hata likiwa ni dogo kiasi gani. Yani usitoe sauti yako kwa neno la kuashiria kwamba wewe hujaridhishwa nao, wakasikia. Yani mzazi wako akakuamrisha jambo au akataka kwako jambo fulani, usiinue sauti yako hata kwa hali ya chini, yani kuashiria kutokuridhika.
au kuashiria kukataa. Mama yako anakuambia jambo fulani, ukainua sauti hata kwa hali ya chini, kwa kuashiria na mfano wake, katika hali ya kukataa au hali ya kutokuridhika. Unafanya lakini kama hujaridhika. Abdallah, niletee maji. Unanyanyuka unaenda kuleta maji. Unaona kama vile baba yako anakusumbua kukwambia kaniletee maji. Sawa? Au mama yako anakuambia usiondoke hivi sasa na kuhitajia, nataka nikuagize. Usifanye hivyo. Yani usiwasikilizishe wazee wako neno ambayo linaashiria wewe kutokuridhika na yale wanaokuelekeza, hata kama litakuwa ni neno dogo. Ima kwa kutamka au kwa ishara, ukamwashiria mzee wako, mama yako usoni mwake, kuonesha kama vile umekasirika, yani hujaridhika na yale anayoyataka kwako. Usifanye hivyo. Fala taqul lahuma uffin. Sasa ikiwa Allah tabaraka wa taala amekataza kuwasikilizisha wazazi neno baya ambayo ni la daraja la chini, yani usitoe sauti yako ambayo itaashiria wewe kutokuridhishwa na wazee wako, unasemaje kunyanyua au kutumia ulimi wako kumshambulia baba yako na mama yako kwa maneno makali, matusi, na wengine kufikia hatua kunyanyua mkono na kumpiga mzee wake? Hii ni hatari zaidi. Hilo inakuwa ni hatari zaidi. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, na wala usiwakemee. Wala tanharhuma, na wala usiwakemee wazazi wako na kuwakalipia. Mtoto unakatazwa kuwakalipia, kadhalika na kuwakemea wazazi wako, mahama utakapokuwa umekuwa kiasi gani, mahama utakapokuwa na vyeo kiasi gani, mahama utakapokuwa umejaliwa mali nyingi, maadamu wewe ni mtoto, fahamu ya kwamba utabaki kuwa ni mtoto kwa wazee wako. Hata kama utakuwa ni mrefu kiasi gani, babako ni mfupi, wewe ni mtoto tu. Na hutakiwi kujikweza kwa wao, lakini pia hutakiwi kuwakemea wazazi wako, imma kwa kuinua sauti na kuashiria. Haifai kuinua sauti yako na kuonesha ishara katika kuwakalipia na kuwakemea wazee. Ukapaza sauti yako kwa baba yako au mama yako na kuonesha ishara kwa mikono yako. Mama yako anakuagiza jambo, anambia sitaki. Hada khatir. Na haya ni mashaka ambayo wako nayo wengi katika vijana, wengi katika watoto. Hawana adabu kwa wazee wao. Mama yake au baba yake anamwamrisha jambo au anamkataza jambo ambalo ni haki, anambishia, na sio kubisha tu kwa maneno, bali anaashiria na vitendo, kuonesha kwamba yeye hajaridhishwa na anachokitaka mzazi wake. Jambo hili halifai. Au kupaza sauti bila kuonesha ishara, kadhalika, au mtoto kujikweza kwa wazee wake na kujiona kwamba yeye amesoma, amaliza thanawi, amaliza jamia, basi anaona wazee wake ni majahili, anaona ni wajinga. Sasa nawaambia, mimi nishasoma, mmenipeleka shule, nimesoma, tayari nishakuwa shekhi. Kwa hiyo nyinyi mnabaki kuwa ni wajinga, mtaniambia nini? Hapana. Haitakikani mtoto kujikweza kwa wazee kwa namna hii.
kwamba ushakuwa ni shekhi tayari, kwa wazee wako ni majahili, hawezi kukwambia chochote. La, mahama utakapokuwa na elimu kiasi gani, usijipaishe kwa wazee wako kiasi hicho. Na haya pia ni maradhi ambayo wanatahiniwa baadhi ya tulabul ilmi, baadhi ya wanafunzi, na haya ni maradhi mabaya sana, wa na'udhu billahi min dhalika. Wala tanharhuma, na wala usiwakemee na kuwakaripia kwa kuinua sauti yako kwa mbele ya wazee wako. Hakikisha unapoongea na wazazi wako sauti yako iwe ya chini, na usiwe ni mwenye kupaisha sauti yako juu ya sauti zao fauqa almu'tad, yani ukawa ni mwenye kuzidisha sauti yako zaidi ya namna ilivyozoeleka katika hali ya uhalisia. Haitaki kwa mtoto. Waqul lahuma qawlan karima, nasema nao wazazi wako, zungumza nao wazee wako qawlan karima, kwa maneno malaini, kwa maneno laini. Waqul lahuma, nasema nao wazee wako qawlan karima, kwa maneno laini, maneno yaliyokuwa mazuri. Unapozungumza na wazee wako hakikisha unaongea nao maneno yaliyokuwa mazuri, maneno laini, na usiwe ni mwenye kutumia lugha ngumu. Usitumie maneno na alfadhi zilizokuwa ngumu mbele ya wazee wako. Unapokuwa unaongea na wazee wako usitumie maneno yaliyokuwa mazito. Usiwe ni mwenye kuwakemea wazee wako, usitumie maneno makali. Hakikisha unatumia maneno laini unapoongea na wazee wako, na uwe na adabu na heshima. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli, wakhfid lahuma janaha adh-dhulli, na uwe mdhalili na mnyenyekevu kwa wazee wako. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli, na uwe mdhalili wewe mtoto. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, anakuamrisha wewe mtoto kwa wazee wako ya kwamba uwe mdhalili na mnyenyekevu kwa wazee wako, minar rahma, kwa kuwahurumia. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli, na uwe mdhalili na mnyenyekevu kwa wazazi wako, minar rahma, kwa kuwahurumia. Kwa maana usiwe ni mwenye kujikweza mbele yao, usiwe ni mwenye kujikweza mbele ya wazee wako, bali unatakiwa siku zote uwe ni mwenye kuwa mnyenyekevu, mwenye kujishusha. Tadhallulan, uwe ni mwenye kujidhalilisha kwa wazee wako, minar rahma, kwa kuwahurumia. Waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, waqur rabbi irhamhuma, nasema kumwambia Mola wako, nasema kumuomba Mola wako, rabbi irhamhuma, ewe Mola wangu mlezi, na kuomba uwarehemu wazazi wangu. Rabbi irhamhuma, ewe Mola wangu mlezi, na kuomba uwarehemu wazazi wangu, na kuomba uwahurumie wazazi wangu. Kama rabbayani saghira, kama walivyonilea nikiwa mdogo, kama walivyopata tabu, kama walivyovumilia katika kunilea wakati nikiwa mdogo. Ewe Allah, na kuomba waqur rabbi irhamhuma, nasema kumuomba Mola wako ya kwamba ewe Mola wangu, na kuomba uwarehemu uwahurumie wazee wangu, kama rabbayani saghira,
kama walivyovumilia katika kunilea, wakinihurumia wakati nikiwa mdogo. Ya Rabbi, nakuomba uwahurumie wazee wangu. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala katika surati al-Isra 23 mpaka 24. Allah tabaraka wa taala anatoa mwongozo kwetu sisi watoto kuhusiana na wazee wetu, kwamba namna gani tuishi nao. Yatakikana tuwe ni wenye kuwafanyia wema wazee wetu, wabil khusus, na hasa wanapokuwa wamefikia umri wa uzee, wakifikia katika stage ya uzee. Hiki ni kipindi ambacho wanahitajia sana kwetu sisi, na kwamba haifai kuwasikilizisha wazee sauti yako kwa neno hata likiwa dogo linaloashiria kutokuridhishwa na yale wanayoyataka kwako wewe, na kwamba kinachotakiwa wewe kama mtoto unapozungumza na wazazi wako uzungumze nao kwa maneno laini. wa qul lahuma qawlan karima, useme nao, uzungumze nao maneno laini, lakini pia ujidhalilishe, kadhalika uwe mnyenyekevu kwa wazee wako, na usiwe ni mwenye kujikweza, bali uoneshe udhalili kwamba wewe ni mtoto. Mahama utakapokuwa mkubwa kiasi gani, bado wewe ni mtoto kwa wazazi wako. Yatakikana uwe ni mwenye kujishusha kwa wazee wako na kudhalilika kwa wazee wako, minar rahma, kwa kuwahurumia wazee, lakini kubwa zaidi na kuombea dua. Famin a'dhami ihsani lilwalidaini, katika wema uliokuwa mkubwa kwa mtoto kuwafanyia wazazi wake wawili, ad-du'a lahuma, ni kuombea dua. wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Aya hii inaonyesha kwamba ihsani iliyokuwa kubwa kwa wazazi, ad-du'a lahuma, ni kuombea dua, ahyaan wa amwatan, wakiwa hai kadhalika na baada ya kufa kwao. Yatakikana watoto tuwe ni wenye kukithirisha sana kuombea dua wazazi wetu. Kila wakati tunapojiombea sisi na kuombea familia zetu, wake zetu na watoto wetu, kadhalika tusiwasahau kuwaombea dua wazazi wetu. Bil asaf, kwa masikitiko makubwa, utakuta baadhi ya watoto, baadhi ya watu wanakuwa ni wenye kuwaombea dua watoto wao na wake zao, lakini ni wenye kughafilika kuwaombea wazee wao. Hii ni hasara kubwa sana, ni hasara kubwa sana, bali watu ambao wana haki zaidi hapa duniani kuwaombea dua na kuwafanyia wema ni wazazi wawili kabla ya watu wengine, kama ilivyokuja katika hadithi katika sahihi al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an, anasema jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuna bwana mmoja alikuja kwa mtume alayhi salam, faqala ya Rasulullah, akasema ewe mjumbe wa Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ni nani mwenye haki zaidi katika watu kwangu mimi kusuhubiana naye, kuamiliana naye kwa wema? Ni nani mwenye haki zaidi katika watu kwangu mimi kuamiliana naye kwa wema, mwenye haki zaidi kumfanyia wema kuliko watu wote? Qala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ummuka, mwenye haki zaidi kwako wewe katika watu wote, ambaye ana haki zaidi kwako wewe kumfanyia wema na kuamiliana naye vizuri, ummuka,
ni mama yako. Qala thumma man, akauliza kisha nani baada ya mama yangu? Qala thumma ummuka, kisha mama yako tena. Hii mara ya pili. Qala thumma man, akamuuliza kwa mara ya tatu, kisha nani anafuata? Qala thumma ummuka, kisha mama yako. Kwa mara ya tatu, mama yako ndio mwenye haki zaidi kuliko watu wote. Qala thumma man, kwa mara ya nne akamuuliza kisha nani? Qala thumma abuka, kisha anafuata baba yako. Ahaqu nnasi bihusni almuamala, wenye haki zaidi kuamiliana nao vizuri wewe mtoto, kwako wewe mtoto, kwanza mama yako kisha baba yako. Wazee wako ndio wenye haki zaidi. Kwa hiyo usiwe ni mwenye kuwaombea dua watoto wako kadhalika na wake zako ukawasahau wazee wako. Hii ni hasara kubwa sana. طيب, kadhalika Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala akaweka aya nyingine, waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Wa wasaina al-insana, na tumemhusia mwanadamu, biwalidayhi husna, kumfanyia wema, kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Wa wasaina al-insana, na tumemhusia mwanadamu, kwa maana tumemwamrisha mwanadamu, biwalidayhi husna, kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala kwa mtoto juu ya wazazi wake, kwamba anawajibika kuwafanyia wema wazee wake, wazazi wake wawili. Hii pia ni katika jumla ya ayati zilizokuwa nyingi zenye kuelezea haki ya wazazi wawili kwa mtoto. Na haki hii ya wazazi, sehemu nyingi katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala anakutanisha na haki yake yeye. Baada ya kutaja haki yake Allah tabaraka wa taala ya kuabudiwa, anataja haki ya wazee, wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa min al-ihsani ilayhima, na katika kuwafanyia wema wazee, katika kuwafanyia wema wazazi wawili, al-infaqu alayhima, ni kuwahudumia. Al-infaqu alayhima, kuwahudumia, idha ihtaja, pindi wanapokuwa wanahitajia huduma kwako wewe. Hii ni katika ihsan kwa mtoto, kuwa ni mwenye kuwasaidia na kuwahudumia wazee wako pindi wanapokuwa wanahitajia kwako wewe. Uwahudumie wazee wako kwa kutumia mali yako, kwa kutumia nguvu yako. Uwasaidie wazee wako ikiwa wana haja, wanahitajia katika mali yako, wasaidie. Na ni haki kwako wewe, na ni wajibu, ni amri ya Allah tabaraka wa taala wewe kuwafanyia wema wazazi wako. Imekuja hadithi annahu jaa rajulun ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba siku moja kuna mtu alikuja kwa mtume alayhi salam. Faqala, akasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, e mjumbe wa Allah, inna abi yuridu an yajtaha mali, baba yangu anataka kuihodhi mali yangu, anataka kuihodhi mali yangu yote, nifanyeje? Yani yeye kila kitaka kwenye mali yangu anachukua tu, nitake nisitake anachukua tu, nifanyeje ewe mtume?
faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema anta wa maluka li abika, wewe na mali yako vyote ni vya babako. Wewe na mali yako ni kwa ajili ya babako, kwa maana baba yako ana haki katika mali yako, anaruhusiwa kuchukua chochote katika mali yako sawa sawa, unajua au hujui, unaona hujaona, umeridhia hujaridhia. Baba yako na mama yako wanayo haki ya kuchukua mali yako. Kikubwa tu wachukue kwa lengo la kutatua shida zao na haja zao, ikiwa anahitajio hilo, lakini asichukue baba katika mali ya mtoto imma kwa lazima au pasipokuwa kwa ulazima, halafu baada ya kuchukua ile mali akampelekea mtoto wake mwingine. Hii haitakiwi. Yani baba akachukua mali ya mwanae kwa nguvu au pasi na kujua akampelekea mtoto mwingine, hii hapana. Kama anachukua kwa ajili ya matumizi yake mwenyewe, hii ni ruhusa, yani haina maelezo, na usije ukauliza kwamba inakuwaje. La, yani hiyo ni haki ya mzee wako kuchukua katika mali yako, shi'ta am abaita, utake usitake, mzee wako ana haki ya kuchukua. Sawa sawa. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu bwana, anta wa maluka li abika. Kwa hiyo katika ihsani kwa wazazi ni al-infaqu alayhim, kuwahudumia. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa unakuta baadhi ya vijana na baadhi ya watoto wanakuwa katika raha, wanakuwa katika neema, wanastarehe, wanaishi katika maisha yaliokuwa mazuri, wao wananemeka, huku wazee wao wanahangaika, wanaishi maisha ya dhiki, maisha ya tabu. Vijana wanaishi mjini hapa maisha ya starehe, wanaishi katika viyoyozi, wanaishi katika nyumba zilizokuwa mzuri. Kijana amejaliwa wasaa na Allah tabarak wa taala, amejenga nyumba iliyokuwa nzuri, nyumba yenye wasaa, tayari anaishi katika hali ya kutanua yeye na wake zake na watoto wake. Lakini ukiangalia wazazi wake wako huko Nyakatonto, wako kijijini, wako katika hali ya choka mbaya. Wazee wamechoka, wanaishi na kulala katika vijumba vibovu, wanalala katika miembe, majumba mabovu, majumba ambayo mvua ikinyesha wanalala wamesimama. Kijana, ukiwa katika hali hiyo, jua ya kwamba umekula hasara kubwa sana. Yani wewe umepata wasaa, umejenga nyumba yako mzuri na unatanua, ukawasahau wazee wako, jua ya kwamba hii ni hasara kubwa sana. Na amefanikiwa na kufaulu yule ambaye atakuwa ni mwenye kuwakumbuka wazee wake kwa kila hali na mali, kuwakumbuka wazee, kwa kuombea dua, kuwakumbuka wazee wake kwa mali yake, kuwasaidia wazee. Haitakikani mtoto wewe ukashinda katika starehe, unakula vizuri mchana kutwa, kadhalika na usiku unakula vizuri, lakini wazee wako hujui wanakulaje mchana, hujui wazee wako wamekula au hawajala. Haitakikani kabisa kwa kijana. Bilasaf, na wengine hata mawasiliano hawana, wanakata kabisa mawasiliano na wazee. Mtoto nafikia hatua anakata siku 2, siku 3, wiki, mwezi, hata kumfanyia ziara mzazi wake hana mpango na jambo hilo. Tena wako karibu saa zingine, na wengine hata kama yuko mbali, basi wala bil mukalama,
hata kwa kumpigia simu. Isipite siku kijana hujampigia simu mzee wako, mama yako ipo kijijini, unapitisha siku nzima au siku 2 3 na kuendelea. Hii ni hasara. Umeshughulishwa kiasi gani? Hili jambo kila mmoja katika sisi ajiangalie. Hebu tujikague katika upande wa muamala wetu na wazee wetu. Je, tunaenda sambamba na hizi nususi? Tunaenda sambamba na haya maandiko ya Qur'ani kadhalika na maandiko ya Sunna? Tujitahidi sana ndugu zangu kuwatendea wema wazazi wawili. Bali ukianza kuelezea katika mlango huu, fahadith wala haraj, maelezo yatakuwa ni marefu sana kuhusiana na baadhi ya vijana baada ya kuwa wamefanikiwa, wanastarehe wao na wake zao na watoto wao, wamewasahau na kuwatelekeza wazee wao kijijini, wanahangaika. Na wazee walipokuwa na huruma, bado si wenye kuomba dua mbaya kumwombea kijana mwenye hali hiyo, bali wanakuwa ni wenye kumwombea dua Allah tabaraka wa taala amuongoze. Mzee wako anapiga simu unakata, mama yako anakupigia simu unakata. Na amezidi yani. Wazee wengine bwana, la wewe kijana, baba yako anakupigia simu unasema wazee wengine. Yani baba yako unamuingiza katika jumla ya wazee wengine. A'udhu billah. Hii ni hatari kubwa. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سيما متومه عليه السلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. maonaje nikupasheni, nikupeni habari kunako dhambi liliokuwa kubwa kuliko madhambi yote. Ala unabbiukum, je mwaonaje nikupasheni, nikupeni habari bi akbaril kabairi, kunako madhambi yaliyokuwa makubwa. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba kwamba mnaonaje nikupeni habari kunako madhambi makubwa kuliko yote. Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema tukhabarishe ewe Mtume wa Allah. Fadhakara minha, Mtume alayhi salam akawa ameyataja hayo madhambi makubwa. Katika hayo aliyoyataja, fadhakara minha uquqal walidain, akataja katika hayo kuasi wazazi wawili kwa kukata haki zao. Uquqal walidain, akataja kwamba katika madhambi yaliyokuwa makubwa ni dhambi la kukata haki za wazazi wawili. Ni dhambi la kukata haki za wazazi wawili. Mtoto kuto kuwafanyia ihsani wazee wake. Mtoto anapoacha kuwafanyia ihsani wazee wake, hadhihi kabiratun min kabairi dhunub, jambo hili ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Muttafaqun alayhi. Na hadithi hii tushaisoma huko nyuma, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja shirki, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, akataja wa uquqa alwalidain, na kuasi wazazi wawili kwa kukata haki zao. Hii ni hadithi ya kwanza katika hadithi alizoziweka Imamu Adh-Dhahabi katika mlango huu. Hadithi ya pili, waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume alayhi salam: ridha Allahi fi ridha alwalidi, radhi za Allah zinapatikana katika radhi za mzazi.
radhi za Allah fi ridha alwalidi, zinapatikana katika radhi za mzazi, sawa sawa ni baba au mama. Wa sakhatullahi, na ghadhabu za Allah fi sakhati alwalidi, zinapatikana katika ghadhabu za mzazi. Kwa maana annaka, wewe kama mtoto, in ardaita alwalida, ikiwa utamridhisha mzazi wako, aban kana au umman, sawa sawa ni baba au mama, ikiwa utamridhisha mzazi wako, radiyallahu anka, Allah tabaraka wa taala anakuridhia. Hii ndio maana ridha Allahi, radhi za Allah, fi ridha alwalidi, zinapatikana katika radhi za mzazi, kwa maana zinapatikana katika kumridhisha mzazi wako. Unapomridhisha mzazi wako wa kiume au wa kike, hapo fahamu ya kwamba moja kwa moja unapata radhi za Allah tabaraka wa taala. Wa sakhatullahi, na ghadhabu za Allah, kwa maana wa in askhatta walidaka, na iwapo utakuwa ni mwenye kumkasirisha mzazi wako wa kiume au wa kike, sakhita Allahu alayka, fahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala naye anakukasirikia moja kwa moja. Wewe mtoto unapomkasirisha baba yako au mama yako kwa kuacha kuyafanya anayokuamrisha ya haki, au kuacha yale ambayo amekukataza na ni haki kisheria wewe kuyaacha, lakini ukawa ni mwenye kuendelea kuyafanya, ukafanya yale yenye kumkasirisha mzee wako, mama yako, fahamu ya kwamba moja kwa moja hapo Allah tabaraka wa taala naye ni mwenye kukukasirikia. Ridha Allahi, radhi za Allah tabaraka wa taala, fi ridha alwalidi, zinapatikana katika radhi za mzazi, kwa maana zinapatikana katika kumridhisha mzazi. Wa sakhatullahi, na ghadhabu za Allah fi sakhati alwalidi, zinapatikana katika kumkasirisha mzazi. Unapokuwa unamkasirisha mzazi wako, fahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala naye anakukasirikia. Hii hadithi inaonesha wajibu wa ihsan ila alwalidain. Hadithi hii inatufundisha ulazima na uwajibu wa mtoto kuwafanyia wema wazazi wake wawili, na kwamba jambo hilo ni jambo la lazima na si jambo la khiari. Sio jambo la khiari kwamba mimi nina khiari, naweza nikamfanyia wema au nisimfanyie. Ni jambo la lazima, na usipofanya hivyo basi fahamu ya kwamba unakuwa katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, wa anhu sallallahu alayhi wasallam, na hadithi nyingine kutoka kwake mtume alayhi salam, annahu qala, asema, alwalidu, mzazi, awsatu abwabil jannati, alwalidu, mzazi, awsatu abwabil jannati, fa in shi'ta fahfadh wa in shi'ta fadayyi', in shi'ta fahfadh wa in shi'ta fadayyi'. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alwalidu, mzazi, sawa sawa ni mzazi wa kiume au mzazi wa kike, yani baba yako au mama yako, awsatu abwabil janna, ndiyo mlango uliokuwa bora
kwako wewe katika milango ya pepo. Awsat abwabil janna ay khairu abwabil janna. Alwalidu awsatu abwabil janna ay khairu abwabil janna. Mzazi ndio mlango uliokuwa bora kuliko milango yote katika milango ya pepo. Awsatu abwabil janna ay khairu abwabil janna. Mzazi ndio mlango uliokuwa bora katika milango ya pepo, ndio mlango uliokuwa bora, kadhalika ndio mlango uliokuwa mwepesi wa wewe kuingia peponi. Katika milango ya janna, basi mlango uliokuwa bora kwa mtoto na mlango uliokuwa mwepesi kwake yeye ni mlango wa wazee wake, ni mlango wa wazazi wake. Alwalidu awsatu abwabil janna, mzazi ndio mlango bora katika milango ya pepo. Fa in shi'ta fahfadh, ukitaka wewe mtoto uhifadhi mlango huo. Fa in shi'ta, ukitaka, fahfadh ay ihfadh hadha albaba, ukitaka uhifadhi huo mlango kabla an yughlaqa, kabla haujafungwa. Ukitaka wewe mtoto uhifadhi huo mlango kabla haujafungwa, bimaana biihsanika ilayhima, kwa kuwafanyia wema wazee wako. Wa in shi'ta, na ukitaka pia, fadayyi, upoteze mlango huo, upuuze mlango huo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamaliza maneno yake kwa kusema, ukitaka wewe kama mtoto uhifadhi huo mlango wa wazee wako ambao ni mlango wako wewe wa kuingilia janna, ukitaka uhifadhi mlango huo ili uwafanyie wema wazee wako, na ukifanya hivyo fatadkhulul jannata insha Allah, utaingia peponi kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ukitaka upoteze huo mlango, upuuzie, usiwe ni mwenye kuuhifadhi, waasi wazee wako, usiwafanyie wema wazazi wako. Ukifanya hivyo, fatasluku sabila an-nar, utakuwa ni mwenye kufuata njia na mlango unaokupeleka motoni. Wa na'udhu billahi min dhalika. Hadithi hii ameitoa al-Imam at-Tirmidhi na ameisahihisha. Tayib, tumeona katika hadithi hii tukufu ya kwamba wazazi wawili ndio mlango uliokuwa bora katika milango ya janna, katika milango ya pepo. Kwa mwenye kutaka kuingia janna kwa wepesi insha Allah, faliyahfadh hadha albab, ajitahidi kuhifadhi mlango huu, ajitahidi sana kwa kadiri ya uwezo wake wa mwisho kuwafanyia wema wazee wake. Waman dayya huquqa alwalidain, na mwenye kupoteza na mwenye kukata haki za wazazi wawili, faqad fataha ala nafsihi baba ash-sharri, mtu huyo atakuwa amejifungulia nafsi yake mlango wa shari, atakuwa amefungua mlango wa shari. Falwalidani ni'matun min Allah, wazazi wawili ni neema ya Allah tabaraka wa taala kwa watoto. La yudriku haqiqataha illa man faqadaha, hajui thamani ya neema hii ya wazazi isipokuwa aliyeikosa neema hii. Siku zote mtu akiwa na neema anakuwa hajui thamani yake mpaka inapomuondoka neema hiyo. Anasema Abdullah
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من مؤمن له أبوان hakuna mu'mini yoyote atakayebahatika kuwa na wazazi wawili. Hakuna mu'mini yoyote atakayebahatika kuishi na wazazi wake wawili. Fayusbihu wa yumsi wa huwa muhsinun ilayhima, akawa kila anapoamka asubuhi kadhalika na anaposhinda jioni, yani inapofika wakati wa asubuhi na inapofika wakati wa jioni, ikawa mtu huyo ni mwenye kuwafanyia wema wazazi wake hawa. Illa fataha Allahu lahu, isipokuwa Allah tabarak wa taala atakuwa ni mwenye kumfungulia mtu huyo babaini, milango miwili, ila aljanna, milango ya kuingia peponi. Kwamba mtu yoyote katika waumini atakayebahatika kupewa neema hii ya Allah tabarak wa taala ya kuishi na wazazi wake wakiwa hai, akawa ni mwenye kuwafanyia wema wakati wa asubuhi, mchana, jioni, katika hali zake zote ni mwenye kuwakumbuka wazee wake na kujitahidi kuwafanyia yale ambayo wanahitajia kwake yeye, akawa ni mwenye kwenda mbio kuyafanya yale ambayo yanawaridhisha wazee wake. Illa fataha Allahu lahu, isipokuwa Allah tamfungulia mtu huyo babaini, milango miwili, ila aljanna, ya kuingia peponi. Baban min jihati al-abi wa baban min jihati al-um, mlango mmoja atafunguliwa upande wa baba yake na mlango wa pili ni kwa sababu ya mama yake. Hii ni kheri iliyoje kuwafanyia wema wazazi wawili, ni kwamba ni sababu ya wewe Allah tabaraka wa taala kukufungulia milango miwili ya kuingia janna. Tujitahidi sana katika hilo. Wa anhu sallallahu alayhi wasallam, na hadithi nyingine kutoka kwa mtume alayhi salam, annahu qal, asema aljannatu tahta aqdami al-ummahati, pepo zipo chini ya nyayo za kina mama. Aljannatu tahta aqdami al-ummahati, pepo zipo chini ya nyayo za kina mama. هذا الحديث مشهور عند الناس، hadithi hii ni mashuhuri kwa watu. Ni hadithi ambayo inafahamika sana kwa watu kwamba pepo ziko chini ya miguu ya mama zetu, na makusudio ya hadithi hii inakusudia kwamba mtoto analazimika na anawajibika kuwafanyia wema wazazi wake, kwa bil khusus kumfanyia wema mama yake. Wa anna aljannata, na kwamba pepo haithu yurdhi ummahu, mtoto ataipata pepo yake pale ambapo atakapokuwa ni mwenye kumridhisha mama yake. Hii ndio maana ya hadithi, kwamba mtoto katika sababu ambazo zitampelekea yeye aweze kuipata pepo ni yeye kumridhisha mama yake. Hii ndio maana aljannatu tahta aqdami al-ummahati, kwamba pepo zipo chini ya nyayo ya kina mama. Na hadithi hii wanasema ulama wa hadithi kuwa ni hadithu munkar, kwamba ni hadithi dhaifu kwa lafdhi hii aljannatu tahta aqdami al-ummahat. Kwa lafdhi hii hadithi hii ni dhaifu, lakini imekuja kwa alfadhi zingine kama ilivyokuja katika musnad ya Imam Ahmad katika hadithi
ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, imekuja kwa alfadhi zingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alijiwa na mtu akiwa anamtaka idhni aweze kutoka kwenda jihadi, atoke na Mtume sallallahu alayhi wasallam aende jihadi. Mtume alayhi salam akamuuliza, je, unaye mama yako yuko hai? Yule bwana akasema, naam, ninaye mama na bado yuko hai, mama yangu bado yuko hai. Mtume alayhi salam akasema, falzamha, basi rudi nenda kalazimiane na mama yako, fa innal jannata inda rijlaiha, nenda kalazimiane na mama yako, nenda kamhudumie mama yako. Fa innal jannata, kwani pepo yako wewe, inda rijlaiha, iko chini ya miguu yake. Kwani pepo iko chini ya miguu yake, yani pepo yako wewe mtoto iko chini ya miguu ya mama yako, nenda kamhudumie mama yako. Kadhalika hii ni lafzi ya Imamu Ahmad. Imekuja lafzi nyingine kwa Imamu An-Nasa'i, falzamha, nenda kalazimiane na mama yako, fa innal jannata tahta rijlaiha, nenda kalazimiane na mama yako, nenda kamsaidie mama yako, nenda kamhudumie mama yako, kwa sababu pepo iko chini ya miguu yake. Kwa lafzi ya kwanza imekuja inda rijlaiha, na lafzi nyingine tahta rijlaiha, na alfadhi hizi ni sahihi. Kwa hiyo hadithi hii kwa lafzi hii aliyoiweka Imam Adh-Dhahabi, aljannatu tahta aqdami al-ummahati, ni dhaifu. Sawa sawa, tena wanasema ni dhaifu jidda, ni dhaifu sana, sio dhaifu kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema ndani ya wapokezi wa hii hadithi kuna watu wawili ambao ni dhaifu, na haya ni masuala mengine ya mustalahul hadithi, ndio aliyoifanya hadithi hii kuwa ni dhaifu. Ama kwa alfadhi hizi zingine ambazo tumezitaja zimekuja ni sahihi, zikionyesha kwamba pepo ziko chini ya miguu ya mama zetu, kwa maana yatakikana tuwe ni wenye kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wetu wa kiume, kadhalika na wazazi wetu wa kike bil khusus, ili tuweze kupata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Tutabakia hapo kwa leo insha Allah taala. Kwa sababu hadithi alizoziweka Imamu Adh-Dhahabi ziko nyingi, na leo tubakie tutosheke na hizo, na haya mafundisho tuliyoyasoma tuyachukue na tuyafanyie kazi, ili tupate saada fi daraini, kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala atuingize katika pepo zake. Lakini tumeona hapa kwamba katika sababu za kuingia janna na mlango uliokuwa mwepesi na mlango uliokuwa bora na mlango wa uadilifu ni mlango gani? Ihsan ila alwalidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hapa tuzinduke, na hasa vijana ambao wamewasahau wazee wao. Allah, watu tunatakiwa kutahadhari na wafahamu ya kwamba jambo hili ni jambo la hatari sana katika maisha yao hapa duniani, lakini pia na akhera. Usione kwamba wewe umefanikiwa hapa duniani, unaona mambo yako yanakwenda vizuri, huna mpango na mama yako anatabika huko kijijini, baba yako kadhalika, unaona kama vile ni khairi kwako wewe. La, si khairi kwako wewe.
hiyo ni shari. Allah tabaraka wa taala anakupa muhula, anakupa muda, na ni mara moja tu Allah tabaraka wa taala anaweza akakupiga adhabu, akakufilisi hizo mali, ukabaki kuwa ni kapuku kama unavyoona wazee wako ni kapuku. Kwanza inakuwaje wewe wazee wako wanaendelea kubaki kuwa katika hali ya uchovu, hali mbaya, baki nafikia hatua wewe kama mtoto unaogopa hata kutoka nao, ile hali wasa unao. Hii ni dhalal, hii inaonesha kama umepotea wewe mtoto. Ukishafunguliwa na Allah tabaraka wa taala, tumia fursa, wafurahishe wazee wako, wasaidie wazee wako. Sasa usipowasaidia wewe, wadhani watasaidiwa na nani? Bali mtoto siku zote unapoona mama yako au baba yako kila kukicha anapiga simu anakuomba pesa, fa'lam anna dhalika khairul laka, kwamba jambo hilo ni kheri kwako wewe. Walakinna akthara an-nasi la yash'urun, lakini vijana wengi hawafahamu. Ndio maana akipigwa simu na baba yake au mama yake anaangalia, anaona huyu mama naye kazidi, jana tu nimemtumia pesa, leo pia hii simu bila shaka hii anataka hela huyu. Ya akhi taqillah, mje Allah tabaraka wa taala. Hivi hujui kwamba mama yako ndio sababu ya wewe kupatikana? Hujui? Unajua taabu alizozipata mama yako wakati uko tumboni na baada ya kutoka kwako? Vijana, badilikeni. Isifikie hatua mnatembelea kucha kwa kibri, mkawadharau wazazi wenu na kuwasahau. Kufanya hivyo ni hasara kubwa sana. La ilaha illa Allah. Maana nimeongea nukta hii kwa sababu baadhi ya ndugu zetu, yani ninaposema baadhi ya watoto, sina maana kwamba watoto wa madaris, maana huenda mwingine akisema watoto anachukulia kama watoto wa madrasa. Ni mimi na wewe, kwa sababu tuna wazazi. Kwa hivyo kuna baadhi ya watoto kwa wazazi wao wanapopigiwa simu mara ya kwanza anapokea, akimpa shida yake kama nawasa anamsaidia. Akipigiwa simu ya pili atapokea, ya tatu anaona hasa hapa huyu baba naye amezidi. Kwa nini asimpigie Abdallah? Anaona kwa nini asimpigie kaka yake au dada yake? Wako wengine, mbona wapigie wenzangu? Mimi tu kila siku ananipigia mimi, anamtaka shida zake. Wanasema ahlul ilmi, ukiona mzee wako anapiga simu sana kwako wewe, ujue ni khairi kubwa sana. Kuna khairi kubwa sana Allah anakutakia wewe ambaye huijui. Na ukiona mzee wako amekusahau, hakupigii simu kukulilia shida yake, ile hali ana haja, akawa anawatafuta wenzako, angalia umeteleza wapi. Hiyo sio khairi kwako wewe, ni shari. Shekhi, baba yako na mama yako wanapokuwa na haja lazima warudi kwako. Sasa ukiona hawajarudi kwako, wanarudi kwa wenzako, ima kaka zako au dada zako, usifurahi kwa jambo hilo. Hiyo ni hatari. Naudhu billahi min dhalika.